kwa mijadala ya siasa inayomulika na kutoa mwanga wa mahala taifa la Tanzania, Afrika na dunia nzima inapoelekea. Usikose kuangalia kipindi cha Kurunzi kila siku ya Alhamis kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa Mlimani TV, elimu kwanza. Naam, ni matumaini yangu mzima wa afya mpenzi mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini wewe pia unayetufuatilia kupitia masafa ya 106.5 Mlimani Radio ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Asante sana kwa kuendelea kuwa na sisi. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia pia na kuendelea kutusikiliza kwa upande wa radio. Karibu sana kwenye kipindi cha Kurunzi. Huwa tunakuwepo hapa kila siku ya Alhamis kuanzia majira ya saa 2:30 mpaka saa 3:30 za usiku, tukichambua masuala mbalimbali ya kisiasa, na kama ilivyo ada sote tunafahamu namna ambavyo nchi yetu inaelekea hivi sasa katika uga mzima wa kisiasa. Tayari tupo na Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia kifo cha hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Na leo kikubwa zaidi tunaangalia namna ambavyo Watanzania wamempokea Mama Samia Suluhu Hassan, kwa maana ya imani kwa Mama Samia na uteuzi wa baraza la mawaziri ambao umefanyika katika siku za hivi karibuni. Umefanyika siku ya jana na leo mawaziri hao wamepata nafasi ya kuweza kuapishwa. Katika kuliangazia hilo zaidi, msikilizaji, nitahitaji zaidi ushiriki wako kupitia nambari ya simu ya 0736060706. uweze kunitumia hapo ujumbe wako mfupi wa maandishi ukiniambia kwako wewe una imani kiasi gani na Mama Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile unapokeaje uteuzi wa baraza la mawaziri. Ukipiga simu pia itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu tutaipokea simu yako, na vile vile pia utakuwa sehemu ya mjadala huu ambao tutaufanya kwa takriban dakika 60. Karibu sana. Na katika kuangazia hili kiundani zaidi hapa studio tupo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Musa Hamisi Omar katika kuangazia zaidi kiundani mada yetu ya hii leo, na yeye ndiye ambaye atatuchambulia kitaalamu zaidi kuhusiana na kile ambacho tunakitazama katika mada yetu hii ya hii leo. Zaidi na la muhimu zaidi sana, msikilizaji, ni kukumbushe tutumie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0736060706, lakini vile vile kushiriki kwa kuweza kupiga simu hapo. Mimi moja kwa moja nitaweza kupokea simu yako na tutashiriki sote kwa pamoja katika mjadala huu mpana zaidi na wenye maslahi mapana zaidi kwa taifa letu. Karibu sana Musa Hamisi Omar. Asante sana za siku nyingi tu bwana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tujalie afya na leo tumeweza kukutana tena. Basi jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakika ni jambo la heri zaidi. Ni siku kadhaa zimepita, ama naweza kusema wiki kadhaa zimepita tangu Tanzania kumpoteza aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye alifariki Machi 17 mwaka huu. Pengine tugusie kidogo kuhusu mchango wake katika sekta mbalimbali za kiuchumi, za kisiasa, lakini vile vile katika upande wa jamii. Kwa upande wako Bwana Musa Hamisi Omar, ulimtazamaje Rais Magufuli, na pengine ameacha alama kwa kiasi gani kwa taifa la Tanzania? Kwanza niseme asante kwa kuweza kunishirikisha au kuona kana kwamba tunaweza tukaja pamoja tukazungumzia kwa mapana. Lakini kabla hatujaanza kugusia, mimi nitoe pole imfikie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini pia usaidizi wake. Tumeona majuzi tumepata makamu wa rais mzee wangu Philip Mpango, naye tumpe pole. Lakini mtendaji wao ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, naye tuwape pole. Lakini pia kuipa pole familia Mama Janet Magufuli na watoto wake na wote wanaohusu, kwa sababu msiba ule ni mkubwa. Lakini tuwape pole wabunge wa Jamhuri ya Muungano na mawaziri na wabunge wa Jamhuri ya Muungano
Lakini pia asusa kubwa zaidi tuwape pole wa Tanzania wote. Hata wewe pia nikupe pole kwa sababu na mimi mwenyewe ndajipa pole kulingana na ule msiba, kila mtu ulimshtusha. Na tumeona jinsi gani katika harakati za kuaga umati wa watu ulivyojaa barabarani mpaka viwanjani. Ilifika hatua jeshi la polisi walipata tabu sana kuweka utaratibu watu kwenda kumwaga hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Tukija kugusia sasa kama hapo ulipokuwa naelezea baada ya kutoa hizo pole, ni kweli tukija kugusa katika vitu vingi alivyovifanya, mimi kikubwa kwanza nitafocus kikubwa sana katika swala la elimu, kwa sababu elimu ndio inamtoa mtu ujinga. Leo nafikiri bila elimu mimi nawe tusingekaa hapa, tungekuwa tunajadili haya mambo. Na tumeona hata baadhi ya nyimbo na baadhi ya clip watoto wadogo kabisa wakiwa na aga picha wanamuaga Daktari John Pombe Joseph Magufuli, walikuwa wanalia wakilalamika, je, elimu bure hii tutaendelea kuipata? Lakini majuzi nilikuwa naangalia shule moja iko Mabibo jeshini, walimu wakimuongelea hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, walikuwa wanasema nayo katika elimu amewasaidia sana, kwa sababu mwanzoni walikuwa wanafanya usaili wa wanafunzi darasa la kwanza 85, lakini baada ya kuja elimu bure ilifika wanafunzi 400 darasa la kwanza. Kwa hiyo tunaona jinsi gani katika nyanja ya elimu alipambana. Lakini tukitoka katika elimu tunagusia tu kwa kidogo kidogo, tunakuja katika miundombinu. Miundombinu leo mimi na wewe tutakuwa kama tutakuwa tutembei labda atuangalie TV. Na kama tutakuwa tuangalia TV atupo katika mitandao ya kijamii. Miundombinu muona barabara zinaingiliana mkoa kwa mkoa, lakini ukitoa mkoa kwa mkoa, lakini tumuona madaraja yamejengwa mkoa kwa mkoa. Tunaona flyover, lakini tunaona pia hata viwanja vya ndege vimeongezeka katika baadhi ya mikoa. Tukitoka huko tutagusia tena katika swala la afya. Anaingia madarakani, sina hakika na siwezi kutaja, lakini vituo vya afya vilikuwa tofauti na sasa hivi alivyotoka yeye ameenda kule mbele yake. Kwa hiyo utaona jinsi gani alikuwa amegusa jamii kwa mapana zaidi. Sawa. Na pengine amekuwa pia katika maombolezo haya katika tukitoa Tanzania, tumeona pia nchi nyingine za bara la Afrika zikitoa nyimbo, wasanii wao wakitoa nyimbo, lakini vile vile wakijumuika na Tanzania katika maombolezo haya. Pengine nafasi yake sasa katika bara la Afrika kiujumla, unaweza kumzungumzia hayati Magufuli kama alikuwa mtu wa aina gani? Katika msiba ya kipindi tunaomboleza na kipindi tunaaga katika TV nyingi, hata hapa Mlimani TV mliweka shujaa wa Afrika. Kwa hiyo hilo linaonyesha kwamba wazi hakukuwa kuna mtu anayepinga. Na isingekuwa sio shujaa wa Afrika, basi kuna baadhi ya nchi zingepinga jirani ya Tanzania. Lakini hata muangalia baadhi ya wawakilishi, especially rais wa Kenya na marais wote waliokuja, lakini mimi naweza kumuongea rais wa Kenya sasa na rais wa Msumbiji, umekuta zaidi ya maneno aliyoongea wamegusa kana kwamba ni mtu ambaye alikuwa muhimu katika kuwasaidia hata marais wenzake katika nchi za nje. Kwa hiyo ukiangalia hii tunaposema hivyo, yeye ni shujaa wa Afrika, ni shujaa wa Afrika kweli. Kwa sababu tumekuwa tunakalia moja. Hizi nchi za Kiafrika sisi kukubaliana nani bora au mtu fani bora huaga mara chache sana. Lakini kama wenyewe wamekuja waka appreciate katika msiba wake, lakini hawaku appreciate tu katika msiba wake. Kama utakumbuka katika ziara walizokuja baadhi ya marais walikuwa na appreciate. Lakini kingine hata katika mkutano waliofanya walikuwa mwenyekiti wa SADC. Walishangaa wote baada ya kupendekeza lugha ya Kiswahili itumike katika ile mikutano. Lakini kipindi cha nyuma hapo kidogo watu wakawa na ukakasi kama kwamba sasa ukisema hiki labda, lakini yeye alisimama kwa kuamini kile anachokisimamia kinaweza ikawa bora zaidi na wale wakakikubali. Kwa hiyo wanaposema shujaa wa Afrika ni shujaa wa Afrika kwa vitendo, sio kwa maneno. Naam, wanaposema shujaa wa Afrika ni shujaa wa Afrika kwa vitendo, sio kwa maneno. Huyo ni Musa Hamisi Omari, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, nikiwa naye hapa studio tukiweza kujadili mawili matatu kuhusiana na siasa za Tanzania. Lakini kwa hapo tulikuwa tumegusia kidogo mchango
wa hayati Dr. John Pombe Magufuli katika sekta mbalimbali za kiuchumi, za kijamii, lakini pia katika sekta ya siasa. Lakini kama hivyo tumeweza kugusia mchango wake katika bara la Afrika. Unaweza ukashiriki na sisi katika mjadala huu hapa studio kupitia nambari ya simu ya 0736060706, ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo, tutakuja kuweza kusoma hapo baadaye. Lakini itakuwa ni vyema ukipiga simu, mimi nitaweza kupokea simu yako hapa moja kwa moja na tutajiunga moja kwa moja katika mjadala huu wote kwa pamoja, tukiweza kujadili hili ambalo tupo nalo mezani. Tunakuja sasa, mchakato wa kikatiba ulifanyika na baadaye tukampata Mama Samia Suluhu Hassan kama mbadala wa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Pengine unayatazama vipi mapokeo ya rais mpya huyu ambaye pengine amechukua kijiti hichi ama amevaa viatu vya Rais Magufuli? Mapokeo si mimi tu mchambuzi wa kisiasa. Mapokeo hata nyinyi wanahabari mmeyaona. Ilikuwa ni hofu tu ya baadhi ya watu kutokana na mtu aliyetangulia kwa jinsi alivyokuwa anakwenda ya utendaji wake kwa vitendo. Baadhi ya maneno hata siku tunaaga msiba Chato kule, kuna baadhi ya wazee walisema, kama wale mzee wa Chato walisema pale, katika familia akitangulia baba, mama, familia hiyo ataiongoza katika njia iliyo sahihi. Na tumeona kwa vitendo. Umeona watu walikuwa na hofu na mama katika usimamiaji na kuweza kusimama kama alivyosimama Rais John Pombe Magufuli hayati, lakini mama akathibitisha kwa vitendo naye sio kwa maneno. Ingawa siku Dodoma tunaaga msiba, mama alisema kauli, aliyesimama hapa ndio rais wenu mwenye jinsia ya kike. Kwamba tulikuwa tumegubikwa na hiko kitu kana kwamba labda hawezi mtu akaongoza nchi mwanamke, mwanamama. Lakini watu walisahau kana kwamba kiongozi anatengenezwa na Mungu na kiongozi anatokana na Mungu. Lakini mtu yote anayejua nini maana uongozi atasimama katika njia ya kutaka kuwafikisha wale na uongoza sehemu iliyo sahihi. Na mama anasubutu na kasubutu kufanya hivyo. Na mimi nasema tuendelee mbele, tutayaona mengi tu. Mama atakayoyasimamia, tutafika hatua tutasema basi sasa ni mtu sahihi aliyekuja kupokea kijiti cha mtu sahihi. Hatutakuwa tena minong'ono kana kwamba kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Kwa hiyo mimi nikutoe hofu katika sehemu ya mama. Na kama mnavyoona katika mitandao, nasema mama anachoma sindano huko anakuambia pole, lakini ndio shughuli inaenda. Kwa hiyo mimi natarajia mengi sana yatakuja na yatafanya mengi. Tutakuja tutasupport sisi nyinyi wanahabari na sisi wachambuzi wa kisiasa, lakini pia hata wananchi sasa hivi washaanza kuonyesha imani na mama kubwa sana, tofauti na watu walikuwa wanapotosha kana kwamba mama hataweza kumudu hii nafasi. Tumpe muda, lakini kwa muda mchache akashatuonyesha nini njia yake na nini lengo lake kutaka kuwafikisha Tanzania sehemu iliyo sahihi na salama. Naam, rais wetu Mama Samia anaingia kwenye rekodi ya kuwa miongoni kati ya marais wanawake barani Afrika na duniani kwa ujumla. Pengine hii inatoa mtazamo gani ama inatoa taswira gani kwa wanawake ambao wana ndoto kubwa za kiongozi? Mimi hapo naongelea kidogo wanawake wasishindwe kusubutu kujaribu. Na mara nyingine wasiseme wanajaribu, wasiseme tunakwenda kugombea au nakwenda kugombea nafasi fulani. Wasigubikwe na gubu lililokuwa nyuma kana kwamba mwanamke hawezi kuongoza katika taasisi yoyote. Lakini wapo wanawake wa mifano. Leo hii tunavyoongea tunamuongelea mama yetu Samia Suluhu Hassan. Naye ni mwanamke wa mifano ambaye anaonyesha kana kwamba anaweza kasubutu katika kusimama katika jambo na jambo likaenda. Hata ukiangalia tu haraka sisi tuko tunamwangalia katika msiba. Hata siku mama alipata taarifa msiba, alitoa taarifa, alisimama. Kwa sababu kutokana na jambo lenyewe mtu yule kwa karibu naye, mnafanya kazi kwa karibu, ambaye anakushushia jambo moja mbili tatu fanye moja, amna mnakaa pamoja mnashare. Alafu unaambiwa leo katangaza ametangulia mbele ya haki na atakuwa ni mshujaa kweli. Lakini mama alifanya vile, lakini tumeona katika mizunguko ya kuaga sehemu zote mama alisimama kama rais na akazungumza vizuri pasipokuwa na mashaka yote. Kwa hiyo mimi niseme tu wanawake wanapofikia au akina mama wanapofikia kwenda kugombea sehemu, usiseme naenda kujaribu, sema naenda kugombea. Kama tunavyosema sisi wanaume tunaenda kugombea kwa lengo la kushinda.
Naam. Hakika hiyo inaweza kawa ni chachu nyingine kubwa kwa wanawake kuweza kujitokeza na kuweza kuwania katika fursa mbalimbali za siasa pamoja na uongozi na kutimiza pia ndoto zao. Unaweza ukawa sehemu ya mjadala kupitia 0736060706 ukatuandikia hapo ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini ukapiga simu. Mimi simu yako nitaipokea hapa moja kwa moja na tutaweza kujadili sote kwa pamoja mada ambayo ipo mezani, zaidi tukiangazia imani kwa Mama Samia Suluhu Hassan na uteuzi wake wa baraza la mawaziri. Mapokezi yake hata wapinzani pia wameonekana wakiweza kufurahia. Pengine ni nini unadhani kimewapelekea wao kufurahia ujio wa Mama Samia? Mara nyingi kila mtu anapoingia kiongozi fulani, yeye ufikiri kuna kitu kinaweza ikawa kwake msaada mkubwa sana. Sio tu wapinzani, hata watu wengine pia wapo walikuwa sehemu nyingine wakasema yes, sasa hivi inaita kwa mambo yako 1 2 3. Lakini hawajui siri aliyokuwa na yeye moyoni. Anaingia kwa maslahi ya kupambania taifa lake au anaingia kwa maslahi ya kwake na familia yake. Sasa mama yeye kawaonyesha, mimi nimeingia kwa maslahi ya taifa. Kwamba hatakuwa anasimama kwa kusema kuna 1 2 3 ashindane kubizana na watu au kujibizana na watu, na kati kuna vitu vya kitaifa anataka kuvifanya kwa maslahi mapana ya wananchi na waongoza. Kwa hiyo wapinzani hao wamefurahia na kama wamefurahia vyama vingine ni utashi tu wa kisiasa, kwa sababu kuingia utendaji uliingia utashi tu wa kisiasa. Na kama tunavyoona katika mitandao wengine wanaongea tu vitu ambavyo havina maana. Kwa hiyo nasema ni utashi tu wa kisiasa. Lakini mama yeye anathibitisha kwa vitendo kana kwamba nimekuja kwa ajili ya kuwasimamia Watanzania na kuwaongoza, kuwafikisha katika ndoto ambayo wanaamini wanataka kufika. Unadhani pengine Mama Samia Suluhu Hassan anaweza kuruhusu kupenyezwa kwa baadhi ya ajenda za upinzani ambazo awali zilikinzana na mtazamo wa serikali, mfano swala la katiba mpya? Urais ni taasisi, si mtu mmoja, ni taasisi. Tunapoongelea kama kupenyeza labda swala katiba moja au swala mjadala wa katiba, mabadiliko ya katiba, ni mazungumzo yanayofanyika baina ya watu, and then yeye anakuja kusema kwa ajili ya. Lakini sidhani kana kwamba sasa hivi yeye anaweza akaruhusu kwa kitu. Sasa hivi yeye anakuja kwa ajili ya kutengeneza nchi yake. Pale alikuachia marehemu atangulia mbele za haki atimizi yale yote ambayo watu wengi walikuwa wanabeza kana kwamba hawezi kuyafanya. Kwa hiyo sidhani kama hii inaweza kama moja ajenda yake. Naam. Msikilizaji, unaweza kuendelea pia kuwa na fursa hiyo ya kuweza kutuma jumbe fupi za maandishi na nipate kuweza kuzitazama baadhi ya wale ambao wamebahatika kuweza kuwa wa mapema kabisa kuweza kutuma ujumbe huu. Anasema anatufuatilia kwa weledi sana japo tupo katika maombolezo RIP Jembe Letu Magufuli. Anaahidi kwamba tutakuenzi daima milele, amina. Anaitwa Darusud Furniture. Asante. Huyu anaitwa Muhammad Naliu kutoka Kimanzi Chana. Anasema salamu kwa Amina Limbogi akiwa Mtunda Kibiti. Okay, sawa. Naona huyu ujumbe wake kidogo haujaweza kuendana na kile ambacho sisi tunaweza kukijadili hapa moja kwa moja. Msikilizaji, unaweza kuendelea pia kuweka ujumbe wako hapo kupitia 0736060706. Nitakuja kwa ajili ya kuweza kusoma, lakini unaweza ukapiga simu moja kwa moja tukaweza kuungana katika mjadala huu ambao tunajadili masuala mbalimbali ya kisiasa ambayo yanaendelea nchini Tanzania, lakini kubwa zaidi tukigusia kuhusu imani kwa Mama Samia na uteuzi wa baraza la mawaziri. Nipo na Musa Hamis Omar, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Tunajaribu kuyatazama masuala haya kiundani na kitaalam zaidi. Mara baada ya kuingia madarakani, wakati akipokea ripoti ya CAG pamoja na TAKUKURU, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan alichukua hatua kadhaa ikiwemo kumsimamisha mkurugenzi mkuu wa bandari. Pengine hili iliashiria kitu gani, ama kwa wewe ulimtazamaje Mama Samia baada ya tukio hili? Kwanza ile ni moja ya vitu ambavyo wengi walikuwa watazamia kana kwamba mama hawezi kuvifanya.
yani watu wanatengeneza nadhari ambayo si kitu sahihi kwa mtu ambaye usimfahamu. Ile moja ya ushujaa na moja kutambua yeye yuko katika nafasi gani. Baada ya kusomwa ripoti ya Kagi, aliona kuna mapungufu sehemu husika. Na pale ya kusita akaamua kumsimamisha ili upite uchunguzi. Na TAKUKURU wamefanya kazi yao. Tunasubiri utaratibu utakapofika, atakuja kusema, tutajua nini kilichoamuliwa. Lakini pia hata kuna baadhi ya vitu walivigusia mule ndani. Kwamba labda kuna sehemu kumezorota 1, 2, 3. Kuna haja hasa mtu kuongeza nguvu kuweza kupambana. Sasa utaona kabisa kana kwamba mama hata pamoja alikuwa makamu wa rais kabla hajawa rais, lakini alikuwa anafuatilia wizara zote namna utendaji wao. Kwa sababu jambo lile ni fupi. Ukiangalia msiba umetokea almost kama wiki 2 nyuma. Na ili jambo la kuja Kagi kuja kusema ndipo nani mkaguzi mkuu kuja kuongea pale, utakuta kana kwamba mama alikuwa na vitu ambao anavisema pale kwa ukaribu, kwa anazijua wizara zake zote namna zinavyofanya kazi. Kwa hiyo hapo unastahili pongezi kubwa sana. Naam, msikilizaji na mtazamaji, hivi sasa tukapata mapumziko mafupi, halafu tutarejea kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu cha Kurunzi. Muhimu zaidi ni kuendelea kushiriki na sisi kupitia 0736060706, lakini vile vile nakukumbusha kwamba mada tunaizungumza ni kuhusu imani kwa Mama Samia na uteuzi wake wa baraza la mawaziri. Tukirejea tutakuja zaidi kwa ajili ya kuweza kulitazama baraza hilo na uteuzi ambao ameendelea kufanya katika nafasi mbalimbali za kiuongozi kwa hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa mijadala ya siasa inayomulika na kutoa mwanga wa mahala taifa la Tanzania, Afrika na dunia nzima inapoelekea. Usikose kuangalia kipindi cha Kurunzi kila siku ya Alhamis kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa Mlimani TV, elimu kwanza. Fuatilia kupitia Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea na ngwe nyingine ya pili ya kipindi hichi cha Kurunzi, tukiweza kuangazia zaidi imani kwa Mama Samia na uteuzi wake wa baraza la mawaziri. Kama kawaida katika kipindi chetu huwa tunakuwa na wachambuzi wa masuala ya kisiasa, tukiweza kuchambua masuala mbalimbali ya kisiasa ambayo huwa yanakuwa yanaendelea kutokana na muda husika au kutokana na muda ambao huwa unakuwepo na matukio ambayo yanakuwa yanaendelea. Na kualika zaidi kupitia ujumbe mfupi wa maandishi kwenye nambari ya 0736060706, lakini ukiweza kupiga simu itakuwa ni jambo la heri na tutaweza kujiunga hapa sote katika mjadala huu. Nitapokea simu yako na moja kwa moja tutaweza kusikia pia maoni yako, lakini tutaweza pia kujadili kwa pamoja na utuambie pia una imani kiasi gani na Mama Samia na uteuzi wake ambao ameendelea kufanya. Na katika sehemu hii ya pili tunaangazia zaidi uteuzi wake ambao ameufanya. Amefanya uteuzi katika nafasi mbalimbali za uongozi, lakini kabla acha nipokee simu ya miongoni mwetu. Hello? Naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutoka Pugu. Hello? Naona simu yake imekatika kidogo, lakini una fursa pia kuweza kupiga simu hapo ili tukaweza kujadili sote kwa pamoja kuhusiana na mada hii ambayo iko mezani. Una imani gani na Mama Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile unauonaje uteuzi wa baraza lake la mawaziri ambao tayari ameufanya, lakini pia uteuzi wa viongozi mbalimbali. Hivi sasa Musa tukatazame zaidi uteuzi ambao ameufanya hivi karibuni. Na tunaanza na uteuzi wa makamu wa rais Dr. Philip Mpango. Kuna wengi sana walikuwa wanazungumzwa kwenye mitandao. Pengine kwa nafasi yako umeutazamaje uteuzi huu hasa tukiangalia zaidi ya wale ambao walikuwa wanatajwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba pengine wangeweza kuchukua nafasi? Kwanza mimi nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa namna ya uteuzi aliofanya
kwa Daktari Philipo Mpango kwa nafasi ya makamu wa rais. Hello? Hello, unaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Hello. Naongea na nani? Unaongea na Darisuri Furniture. Darisuri Furniture tokea pande za Bujumbura kabla kabisa na uwanja wa Simba Sports Club Moalena Ubuntu Complex. Karibu sana Darisuri Furniture, na natumai kwamba utakuwa umetusikia vizuri na unaitambua vizuri mada ambayo tunaizungumza hapa. Na binafsi kama nimewasikia vizuri ni kwamba moja hapo tunamchukuliaje ama tunamuungaje mkono wa makamu wetu wa rais ndugu yetu au mheshimiwa Mpango. Okay. Mimi nasema binafsi nilikuwa kwa kina historia na elimu yake, lakini juzi baada ya kupitishwa jina lake historia yake nilikuwa nimeipata kwa kina. Nimesaini ni msomi mzuri sana, kwa hiyo uteuzi wake si kosa. Na kweli kama mlivyoongea punde hapo, nimesema wengi wao walidhani watakuwa watu kadhaa fulani ile, lakini wale waliotarajiwa sio hata mmoja linaweza kutokea. Hii inaonyesha ni jinsi gani serikali ama serikali ya Chama cha Mapinduzi inajitambua na ina uhakika wanachofanya, kwa sababu hivi wanamdhani sio wanaitoa wao. Kwa hiyo kwa mujibu wa historia yake, elimu yake, nimeridhika sana. Lakini vile vile wanaogopa na watu ambao wanasemekana wamesoma uchumi. Watu wa uchumi huwa wanaogopa sana kwa sababu hata shule huwa wanajiulizia. Kwa hiyo kimaendeleo inapendeza, lakini maisha ya huko Uswahilini ukiona mtu anakazia misheni kumi unamuogopa sana, kwa sababu tumeshazoea misheni kumi waga tunavisamehe. Kwa hiyo mimi nasema ongea kwa Mama Samia Suluhu, huyu mtu atatufaa kwa sababu kitu kilichonibainisha kwamba najua ni ile historia yake, amesoma wapi na kadhalika. Kwa hiyo kwa hili na mtu congratulations ama rais wetu Darisuri Furniture. Sijui kama mna swali hapo niendelee. Sawa, tunashukuru sana Darisuri Furniture. Nadhani kwa sasa tuachie line pia kwa watu wengine waweze kujiunga. Kazi njema, shukrani, kazi njema. Asante sana. Naam, ni Darisuri Furniture huyo, miongoni kati ya wasikilizaji wetu ambao wanatufuatilia kupitia masafa ya 106.5 akiweza kutoa mchango wake. Tuligusia hapa uteuzi wa Dr. Mpango kabla tujiungana na Darisuri Furniture. Ni kweli? Kwanza imekuwa surprise kwa watu wengi sana, kwa sababu matarajio ya watu wengi waliokuwa wanawataja ni tofauti. Na kwa vijana mpaka alikuja usemi kwa kwamba mama amepiga chenga kubwa sana. Chenga iliyopigwa pale ni chenga kubwa sana. Lakini hata ndugu msikilizaji hapo ametoka kusema anastahili kuwepo pale katika nafasi. Historia yake inambeba, utumishi wake unambeba, lakini pia hata elimu yake inambeba. Lakini ipo nafasi ambayo wengi wameizungumzia, na mimi napenda kunukuu na nitamtaja. Mara nyingi ugasipendai kuwataja, lakini mtamtaja. Ipo clip inatembea ya Mheshimiwa Januari Makamba, mbunge wa Bumbuli. Katika bunge kama vikao 4 nyuma iliyopita aliwasilisha bajeti. Kulikuwa kuna mvutano mkubwa sana. Na yeye katika mvutano ule alisimama, alimuongelea Philipo Mpango katika positive way. Na akasema hizi changamoto zingine zipo, lakini huyu mtu yuko katika 1, 2, 3. Na spika wa bunge akasimama pia akasema kama kuna watu wanaotakiwa kuwepo miongoni mwa watu ni Januari Makamba. Kwa nini? Mtu hawezi kujisemea mwenyewe, mtu usemewa na watu. Kwa hiyo tuseme tu chaguo sahihi la mama la Philipo Mpango. Na kingine katika sio chambuzi za kisiasa, inapotokea fursa, kwa sababu hili watu walichukua kama ni fursa. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na mtu anayempenda na atukatazi. Na kila mtu anakuwa na mtu na imani naye atukatazi. Sasa imani ya mama alionyesha yeye kwake kubwa kwa ndugu Philipo Mpango, na sisi tumeipenda na tunaamini atatuvusha pale ambapo tunapotaka kutuvusha.
Na msikilizaji amemzungumzia Dr. Philip Mpango kama mtaalamu wa masuala ya kiuchumi, na katika hotuba yake miongoni kati ya vitu ambavyo alividokeza ni kwamba yeye ni mpole, lakini sio mpole katika masuala ya fedha na watu ambao ni wabadhirifu. Pengine tuna Mama Samia ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuna Dr. Philip Mpango ambaye ni mtaalamu wa kiuchumi. Unapata picha gani hapo ya namna ambavyo taifa litakuwa na manufaa kwa utaalamu wake katika masuala haya ya kiuchumi? Ni kwanza nimtoe hofu. Hata kabla hajawa makamu wa rais alifanya kazi yake ya uchumi vizuri sana. Na akakumbuka kwamba yeye ndio alikuwa waziri wa fedha, ambaye nafasi hiyo imechukua ndugu Mwigulu Nchemba. Kwa hiyo aondoe hofu hiyo, perception ya kusema kwamba hata shilingi 10 itapigiwa mahesabu. Katika utaratibu wa hesabu sio shilingi 10, hata shilingi 1 lazima ipigiwe hesabu. Lakini akitengeneza hiyo hofu, maana yake anaonyesha kana kwamba basi ni miongoni mwa watu ambao wanapenda kupata vipato vyao katika njia isiyo halali. Lakini kama anapata, kwa sababu amesema yetu Dari Furniture, anapata hela katika njia iliyo halali, basi hilo jambo kwa kweli siwe kikwazo kwa makamu wa rais. Awe na amani tu. Awe na amani na afanye shughuli zake kwa njia za halali, na uweledi pia. Msikilizaji, na kukumbusha kwamba unaweza kuungana na sisi katika mjadala huu kupitia nambari ya simu ya 0736 060 706. Ukiweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi itakuwa ni vizuri, lakini itakuwa ni vyema zaidi kama utaweza kupiga simu hapa tukaungana sote kwa pamoja katika mjadala huu na kile ambacho tunakijadili hapa. Lakini kikubwa zaidi tunaangazia imani kwa Mama Samia na uteuzi wake wa baraza la mawaziri, lakini pia katika nafasi nyingine za uteuzi, mfano kama hiyo ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango. Tukitoka kwake Dr. Philip Mpango, tunaangazia uteuzi huu ambao umetangazwa siku ya jana. Miongoni kati ya watu ambao wamezungumzwa sana baada ya kutokea kwa uteuzi huu ni uteuzi wa Hussein Katanga kuwa katibu mkuu kiongozi, akichukua nafasi ya Balozi Bashiru Ali Kakurwa ambaye ndiye alikuwa katibu mkuu kiongozi, ambaye alichukua nafasi pia ya Balozi John Kijazi ambaye alifariki dunia. Dr. Bashiru amezungumzwa sana kwenye mtandao, na kumekuwa pia kuna baadhi ya mitazamo pia ikizungumzwa mara baada ya uteuzi wake. Wengi wanaamini ameshuka kisiasa. Pengine wewe una mtazamo gani katika hilo swala? Kwanza mimi watoe hofu watu na hizo perception wanazokuwa nazo. Na kwa nini wamefocus katika nafasi ya katibu mkuu kiongozi? Kwa nini wasinge focus katika nafasi ya waziri wa TAMISEMI? Yaani ndo maana tunaambiwa mitandao ya kijamii muda mwingine inatusaidia kupata taarifa na inarahisisha kupata taarifa, lakini muda mwingine watu wanaitumia sivyo ndivyo. Afu unavyosema, yani watu wasema mtu kushuka asinge kuwepo hata katika miongoni mwa wabunge. Lakini Mheshimiwa Rais amemteua mbunge ili akamsaidie kazi. Lakini si kazi ya kumsaidia Mheshimiwa Rais, pia awasaidie na watumikie pia wananchi. Kwa sababu yeye anazijua shida za wananchi, kwa sababu alikuwa ni katibu wa Chama cha Mapinduzi. Sasa watu wanaposema kashuka, mimi nafikiri kwa mtazamo wangu mimi naweza kusema kapanda, kwa sababu kwamba alizunguka kuhubiri ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye kurasa 303. Kwa hiyo kama alizunguka kuhubiri ilani, basi ilani ile ndio amepewa fursa sasa kwa nafasi ya ubunge ili akaifanyie kazi kwa wale wananchi. Kwa hiyo mimi nasema hajashuka, kwa sababu alikuwa katibu mkuu kiongozi, angewajibika na masuala ya kuwasimamia watumishi wa umma. Kwa hiyo isingekuwa direct na watumikia wananchi wa chini, lakini amekwenda katika nafasi ambayo alikuwa anaisema mara kwa mara. Kwa hiyo mimi niseme tu yeye ameongezewa nafasi nyingine aende akazifanyie kazi ili kuweza kumsaidia mama kuziondoa hizo changamoto.
Huyu anaitwa Emma the Boy Swila kutoka Chanika, anasema asante kwa ujumbe wenu, tupo pamoja. Anasema ni okay. Sawa. Asante kwa kuweza kutuma ujumbe huo. Hello. Habari zako? Salama. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Hapo unaongea na Babu Raheli Hamediari ya Kijasini kwa Tungi Mkamba, wilaya ya Mkuranga. Karibu sana kutoka Mkuranga. Mimi nashukuru sana. Kwanza nianze kumwombea dua hayati Mheshimiwa Magufuli, Mwenyezi Mungu ampokee huko alipo. Amina. Na pia kwa mapokezi ya Mheshimiwa Rais wetu wa sasa, sisi tunategemea kupata mazuri. Kwa sababu hata yeye mwenyewe anajua kabisa Watanzania wanataka maendeleo. Sababu biashara bila daftari hupotea bila habari. Sasa Sina mengi. Jambo ni hayo. Sawa, tunashukuru sana kutoka Mkuranga, wasalimie sana huko. Inshallah, Mwenyezi Mungu ajalie heri. Amina, shukrani. Na ni msikilizaji wetu huyo kutoka Mkuranga akiungana na sisi pia kuweza kushiriki na sisi. Anaitwa Magwa Mabibo, anasema hongera Philip Mpango na sifa zote zimfikie Mama Samia Suluhu, kwani nuru na matumaini ya Mama Tanzania yanakuja, ila mimi anasema mimi nakataa kuwa elimu au muonekano utambeba makamu wa Tanzania, ila naamini aje na maneno yake aliyosema kuwa yeye atasimama kuwatetea maskini na kusimamia haki. Asante sana Magwa Mabibo kwa kuweza kutuma ujumbe huo. Huyu anasema ukweli kuupindisha ni dhambi. Dr. Bashiru huyu anasema Dr. Bashiru kashuka, maana ni muda mfupi tu kawa chief secretary, hata miezi miwili hana, alafu leo anapewa ubunge tena wa kuteuliwa kisiasa. Anasema okay. Sawa, shukrani sana Abi kutoka Chamazi. Pengine tulisisitize hili la Dr. Bashiru katika nafasi yake ya ubunge. Wengi wanadhani pengine kuna tatizo kati ya yeye na Mheshimiwa Rais na nini. Tunalitazamaje hili hasa katika upande chanya zaidi? Mimi ujue kila mtu ana mtazamo wake, na mara nyingi mitazamo haiwezi kufanana. Lakini rais anaweza kukuteua hata wewe mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, dasi, mkurugenzi, lengo kwenda kumsaidia kazi. Na yeye rais kamteua mbunge, lengo kwenda kumsaidia kazi. Haya watu wanayosema labda kuna ugomvi, hakuna ugomvi. Mimi naweza kusema hakuna ugomvi. Kama kungekuwa kuna ugomvi, yes, rais alikuwa na mamlaka ya kumtoa kabisa. Alikuwa na mamlaka ya kumtoa kabisa, akabakia katika field yake ambaye akaweza kurudi tena chuoni na ukaendelea kufundisha. Lakini kaona hapana, huyu mimi namhitaji kuweza kunisaidia kazi. Watu watoe mawazo ambayo hata rais yeye mwenyewe hayafikirii. Na ifike hatua tusiwaekee watu maneno mdomoni. Tuheshimu mamlaka inayofanya teuzi ina maana. Tunapokuchukua wewe tukakupeleka Mkuranga au Kibiti ukawa mkuu wa wilaya, kuna maana kwamba ukafanye kazi ile ambayo wewe ulikuwa unaihubiri. Sawa, na tumaini hilo sasa limeeleweka la Dr. Bashiru. Maana yake kidogo ilitaka kuzua mjadala na kuleta tashtiti za hapa na pale. Tukatazame uteuzi sasa wa baraza la mawaziri. Ulimgusia kidogo Dr. Mwigulu Nchemba. Lakini vile vile mawaziri wengine wameweza kuteuliwa. Ulimgusia pia Suleiman Jafo ambaye amehamishiwa katika Wizara ya Muungano. Umi Mwalimu ameshiwa kwenye Wizara ya TAMISEMI. Ukitazama safu hii ambayo wengi wanaitazama kama safu iliyosimama vizuri. Nasema hivi kwa sababu nimepitia kwenye vyombo vya habari na nimeona pia watu vichwa mbalimbali vya habari
vingine vikiandika mlingoti chuma, bendera chuma na nini na vitu kama hivyo. Pengine unafikiri kuna uimara kiasi gani katika baraza hili la mawaziri na kile ambacho kinazungumzwa mara baada ya uteuzi wake? Imani iliyokuwepo ni kubwa, na bahati nzuri mimi niko nafuatilia siku ile katika uteuzi ule. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano mama yetu Samia Suluhu Hassan kwanza aliwatoa hofu. Kama ulikuwa unafuatilia vizuri, ndugu mwanahabari, aliwatoa hofu. Na yeye kabadilisha watu kwa kutoa wizara hii kupeleka wizara hii, wizara hii kupeleka wizara hii. Katika wale sidhani kama katika ile baraza mawaziri kuna mtu ameachwa. Ni wale tu wamerudi. Imani iliyokuwepo ni kubwa, kwa maana yeye mwanzoni nimesema alikuwa anazifuatilia wizara zote kipindi yuko makamu wa rais. Madhaifu katika wizara zote nazijua. Na kupo sehemu alisema, akamwambia waziri wa wizara husika, kama kabla uteuzi, alisema kumwambia waziri, kama kuna sehemu kidogo unaona kuna ugumu, sema tutakusaidia, omba tukusaidie. Kwa hiyo ishara ile tosha, anajua kila kitu kinachofanyika ndani ya wizara zote. Na ndio maana akafuata mabadiliko ili aende akakae sehemu ile, tuone anafanya kazi vipi, huyu haje kusaidia hapa. Lakini hapo maneno ameongea, atakayeweza kwenda safari salama tutafika salama, lakini atakayeshindwa tutaachana njiani. Kwa hiyo ile ni changamoto kwa zile nafasi walizokuwa nazo. Kwa hiyo kila mmoja asimame kutambua majukumu yake, ajue njia gani anataka kufika, njia gani apite ili aweze kufika, na kufika kwake tuone utendaji wake kwa nafasi aliyokuwa nayo. Na msikilizaji, na kukumbusha tena na wewe unayetutazama kupitia Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa nambari yetu hapa studio ni 0736060706. Katika dakika hizi za mwisho unaweza ukabahatika ukapiga simu yako hapa na nikaweza kuipokea wakati tunaendelea kumalizia ama kufika tamati ya mjadala huu. Ukipiga simu yako utaipokea na utakuwa pia sehemu ya mjadala ambao tunaendelea kuzungumza hapa na kuchambua kiundani zaidi. Mawaziri hawa hii leo wameapishwa. Jambo kubwa ambalo limeweza kuzungumzwa zaidi ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu amewaonya hawa watu kwamba tuna baraza moja na wote wanafanya kazi katika baraza moja la mawaziri na katika serikali moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kuna baadhi ya kauli ambazo mimi binafsi nimezisikia katika hotuba yake: msipande mabega na kukuza zaidi mshikamano. Pengine Mheshimiwa Rais alitazama vipi baraza la nyuma, ama alitazama vipi serikali awali kabla ya kuja na maonyo haya ama makatazo haya? Ndugu mtangazaji, hapo nyuma nimesema Mheshimiwa Rais alipokuwa makamu wa rais, wizara zote alikuwa anajua ni zinafanya kazi vipi na namna gani zinavyoishi na watu. Na ukiona jambo linaongelewa na mtu mwenye nafasi kama ile, basi hapo sehemu alipaona kuna mtu alipitiliza kwa kuona labda mimi waziri, na akashindwa kumheshimu waziri mwenzake. Na muda mwingine si waziri mwenzake, anashindwa kumheshimu hata naibu waziri wake. Anaweza kutumia mafumbo kuwaonya, lakini mwenye tabia akatambua kama nimeambiwa mimi hapa. Na ndio maana akatoa angalizo hata siku alifanya ule uteuzi wa mabadiliko ya wizara, kwamba baadhi ya watu tutaenda nao safari, tutamaliza nao, lakini kuna baadhi ya watu tukiona wanaendelea hivyo tutaachana nao njiani. Kwa hiyo ipo shida ameiona yeye, na kwa utu uzima wake na kwa nafasi yake ameiongelea kiutu uzima. Sasa kazi kwao mawaziri, kila mmoja ajipembue, ajitathmini, kama nilikuwa na tabia ambayo imesemwa hapa, vyema niache. Yawezekana ilikuwa siri, hasa kumbe sio siri, mkuu wa nchi anaijua. Na mimi naweza kusema kwanza kawasaidia, si vitisho wala sio maneno, kawasaidia kwamba wabadilike,
Sasa kama wenyewe kwa wenyewe wanawekana mabega juu, je, hawa wanawaongoza? Nafasi walizonazo ni kubwa, lazima utambue uwepo wa nafasi hiyo, lakini utambue majukumu yako wewe, unatakiwa kuisaidia nani na unataka umsaidie rais katika nyanja zipi. Lakini utambue bunge la Jamhuri ya Muungano na zaidi ya wabunge 300 na kitu, na wapo wenye uwezo wa kuwa mawaziri mle ndani na manaibu waziri, lakini kwa nini upo wewe? Kwa hiyo ndio maana akaongea yale maneno kana kwamba kila mmoja atoke pale atitafakari mwenyewe, ili siku ukiachwa njiani isiwe sehemu ya malalamiko na maneno katika mitandao ya kijamii. Haya, huyu anasema kasi ya Madam President ni nzuri sana, na nadhani baada ya siku 21 za maombolezo hapo ndipo maajabu yataonekana. Mama kaapa kufanya kazi. Anaitwa Abi kutoka Chamazi. Asante sana Abi kutoka Chamazi kwa ujumbe huu ambao umeweza kuutuma. Unaweza ukapiga simu hapa ukabahatika pia wakati tunaendelea kumalizia vipengele vichache vilivyosalia katika mjadala wetu wa hii leo, ukabahatika pia na wewe ukawa sehemu ya miongoni mwa wale ambao wamepata bahati ya kuweza kushiriki katika kipindi. Wanasema natumaini swala la Bashiru ni siri kubwa baina ya rais na Kakurwa, ila anasema ningeshauri okay. Sawa, ushauri huu nafikiri tutaona namna gani tunaufikisha. Sawa, asante kwa kuweza kutuma ujumbe huo mfupi wa maandishi. Tutazame pia kitu kimoja ambacho pia kimezungumzwa kwenye hotuba yake Mheshimiwa Rais, ni kuhusu mbiu za 2025. Ni kwa kiasi gani zikitokea zinaweza zikawa zina athari kwa maendeleo ya nchi yetu? Ni kweli na ile jambo lile kaliongelea kiupana, na hata hivyo muda mwingine nasikitisha kidogo. Kwa nini usirizike na hii nafasi uliyokuwa nayo utakafukafikiria kitu cha miaka 5? Wewe binadamu haujiwekei uhai wewe mwenyewe, labda useme ukichukua maji ukijimwagia kama mmea utakuwa unaendelea kustawi. Tumeona watu kwa tunawapenda, Mwenyezi Mungu amewachukua katika mazingira bado tunaendelea kuwapenda, au tunawahitaji tutumikie, lakini mtu anakaa anafikiria mbio za 2025. Kwa hiyo mimi nafikiri ameongea, na kuongea kule ana maana mkubwa, akisema ile ni onyo. Mimi na imani kama wapo ndani ya baraza lake la mawaziri, sidhani kama wanaweza kamaliza naye katika hii miaka 5, kwa sababu ufanisi wa kazi utapungua, kwa sababu afanyi kazi anafikiria uchaguzi wa 2025. Lakini pia na mimi ni waombe, kwa nini ulichopewa kwanza kwa sababu kuwatumikia wa Tanzania usifanye hivyo kuwatumikia wa Tanzania ufikirie kitu cha 2025? Hebu fanya kazi tukuone. Ukifanya kazi watu wakakuona, nafikiri njia nyepesi ya wewe baadaye ukisema mimi nanuia moja au nahitaji 1 2 3, watu watakusemea. Na ndio maana mwanzo nimesema hakuna kitu kizuri kama usemewe na watu. Ukisemewa na watu una sehemu kubwa sana watu kukufikia, lakini kujisemea mwenyewe huwezi ukajisemea. Na kwa sasa tutamatishe, una neno gani hasa kwa Watanzania kwa hichi ambacho tumekijadili leo? Kwanza mimi ni watoe hofu. Hata hao wanaosema hapa kuna ndugu ametoka wapi huko amesema ana mashaka, kuna siri kubwa kwa Mheshimiwa Rais na aliyekuwa katibu mkuu kiongozi Dr. Bashir. Hakuna siri kubwa. Hakuna siri kubwa. Kile ni chama cha siasa ambalo ni chama kikubwa kweli, chama cha CCM. Na kina viongozi wengi, na wengine wapo tu wanasubiria hizo nafasi. Lakini itambulike katika kampeni za 2020 wamezunguka wote wakinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nini wanaenda kuja kuwafanyia wananchi? Na tuliona mara nyingi wakiwa wanaongea, na tunaona clip nyingi katika vikao wanafurahi pamoja. Ni mabadiliko kama mabadiliko alivyo mengine, mabadiliko ya kawaida. Kwa hiyo kwa sababu mabadiliko haya
tukatengeza picha kutaka kugombanisha watu, tusifikie huko Tanzania. Kila mmoja ana nafasi ya kuona nani anaweza kanisaidia katika kipindi hiki hapa. Wangapi walikuwepo? Tuna mifano mingi, waliokuwa mawaziri kipindi cha miaka 5 ya nyuma wakatolewa katika nafasi hizo, lakini wapo wanasaidia. Tuna mifano walikuwa wabunge, walikuwa wanasema bungeni na wamesema kwa niaba na kwa ajili ya nchi yao. Mfano mdogo nitakutolea mfano Bashe, mbunge wa Igunga. Yeye alikuwa anaongea kwa fakti, lakini sasa hivi naibu waziri anayafanya sasa kwa vitendo. Kwa hiyo hii perception tuliyokuwa nayo Tanzania, hebu tuitoe kwanza kusema watu wana ugomvi. Wewe ugomvi alikwambia nani kama una ugomvi? Au kuna siri kubwa ipi? Kama hiyo siri kubwa unaweza tuambie. Aache kutaka kugombanisha rais na wale anaoongoza na wale wanamsaidia majukumu ya kila siku. Naam, mtazamaji, kufika hapo tumefika tamati ya kipindi cha leo cha Kurunzi. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapo Mlimani Radio 106.5. Kwa mijadala ya siasa inayomulika na kutoa mwanga wa mahala taifa la Tanzania, Afrika na dunia nzima inapoelekea. Usikose kuangalia kipindi cha Kurunzi kila siku ya Alhamis kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa Mlimani TV, elimu kwanza.